mwanamichezo ndio tuzungumza yale kimetoka studio kuhakikisha analeta yale kimichezo zaidi na yanazishika kwa Tanzania nje mipaka ya Tanzania. Bana hapa studio mwenzangu hapa kuna taarifa ambayo inatembea kwenye mitandao ya kijamii ikimhusisha kocha wa timu ya Botswana pale ya Gabon kwenye ligi ya Botswana. Hapa tumeona alikuja hapa katika viunga vya Benjamin William Mkapa mchezo wa kombe la kabingwa barani Afrika limetazama, na huyo kocha anazungumziwa zaidi na vilabu hapa Tanzania, huenda akahusika kwa 90% klabu yekundu wa Msimbazi. Lakini mimi nikaona kuna mmoja kati ya mwandishi ambaye yuko pale pande za Botswana ambaye anahakikisha taarifa hii amesikiaje, na taarifa haiweki wazi bayana kwamba ni Simba wamepeleka ofa na mashabiki wapo timu ya taifa ya Gabon wanazungumziaje kuhusiana na kocha huyu. Bana za saizi kutoka hapo Botswana. Kutoka Botswana ni salama. Habari za hapo Tanzania? Tanzania tuko salama kabisa, na hali ya hewa inaridhisha kwa kutokana na hali ya hapa na pale, lakini vitu viko sawa kabisa. Ndio. Hapo Botswana wanaendeleaje kwa maendeleo ya hapo Botswana? Botswana mambo yanaendelea vizuri, na mambo yanaenda vizuri, na michakato na majukumu ya kuitengeneza michezo kwa nchi ya Botswana imeendelea vizuri, hususan ligi kuu nchini Botswana nayo tayari pia imeshaanza kwa timu kadhaa tayari wameshacheza michezo, na kimiundombinu ya uwanja pamoja na maandalizi mengine ya ligi kuu hapa nchini Botswana yako vizuri. Sijui hapo Tanzania ligi yenu inaendelea vipi? Sisi ligi bado inapamba moto na bado ligi iko sawa kabisa, na baadhi iko very serious kabisa. Ligi yetu ya Tanzania bado inazidi kuwaka moto kwa kweli. Kuna taarifa ambayo ipo inatembea katika mitandao ya kijamii ikimhusisha kocha wa timu moja hapo ya hapo Botswana Gaborone, ambao anahusika kuja ardhi ya Tanzania. Na wewe kama mwandishi wa michezo hapo Botswana, taarifa umeisikia na taarifa imekuwa ni sahihi kwa klabu ya Simba? Taarifa inavyoendelea jinsi inavyosikika? Taarifa nimeisikia, na mimi pia nimejaribu kutazama kwenye mitandao ya kijamii. Kocha Dimitar Pantev ni raia kutoka Bulgaria, anazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari nchini Tanzania. Hiyo taarifa baada tu ya kuiona, na nikasema kwamba acha na mimi niweze kuifuatilia kwa ukaribu zaidi. Ni kweli kocha mkuu Dimitar Pantev raia kutoka Bulgaria, Simba waliweza kutuma ofa yake baada ya mchezo wa klabingo barani Afrika, mchezo ambao ulichezwa pale katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam huko nchini Tanzania, na Simba waliweza kufanikiwa ya kusonga mbele katika hatua ya pili michuano hiyo ya klabingo barani Afrika. Baada ya mchezo ule, baadhi ya viongozi wa Simba walianza kumtumia vitaarifa kocha huyo Dimitar Pantev kwamba wanamuhitaji kwenye kuongoza kikosi hiko cha Simba kuelekea msimu huu ambao ulioanza hapo nchini Tanzania. Baada ya hapo kocha Pantev alianza kuweka mabadiliko ndani ya uongozi wa klabu ya Gaborone United hapa nchini Botswana. Alishaanza kuonekana kama vile ni kocha ambaye asiyekuwa na mwenendo mzuri na kuelekea katika msimu mpya wa 25-26 hapa nchini Botswana. Kwa hiyo tangia hapo Pantev alishaanza kupewa ofa na klabu hiyo ya Simba, na mazungumzo ya awali yalisema kwamba anahitajika kocha huyo aende kuchukua nafasi aliyekuwa kocha wa kikosi hiko Fadru kutoka huko nchini Tanzania. Kwa hiyo taarifa ndio ikaanzia hapo, na kufikia jana majira ya saa 7 mchana kwa saa za Afrika ya hapa nchini Botswana, uongozi wa Gaborone pamoja na management yote ilijaribu kukaa chini na kuzungumza kuweka mipango mikakati, kwa sababu nchi ya Botswana na pia ligi yetu imekuwa imeanza, kwa maana kwamba haijachukua muda mrefu kwa kuanza ligi hiyo. Kwa hiyo kama haijachukua muda mrefu kuanza ligi hiyo,
uongozi wa Gaborone walikuwa wanahitaji kwamba kujua mipango mikakati ya kocha huyo na malengo gani ambayo wanaenda kuyaweka kuelekea katika msimu huo. Ukumbuke kwamba mwaka 24-25 Gaborone United ndio mabingwa mabingwa watetezi, kwa maana kwamba season iliyopita Gaborone walikuwa ni mabingwa. Kwa hiyo msimu huu unaenda kuwa msimu mpya. Nini mipango ya kocha? Kwa hiyo kikao hicho kilikuwa kimeenda na utofauti kidogo, kwa sababu uongozi wa Gaborone ulikuwa unahitaji kutaka kujua mipango ya kocha iko vipi. Lakini ghafla tu cha kushangaza kwenye kikao hiko cha bodi ya viongozi wa Gaborone, kocha alisikika na kusema kwamba yeye hatakuwa tayari kuelekea katika msimu huo, na isitoshe ligi iko tayari imeshaanza. Ni kama vile ligi kutoka hapo Tanzania, alikuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Fadlu alivyoweza kuiacha Simba ni tofauti na hivyo ambavyo ilivyokuwa imekuwa kwa upande wa Gaborone. Kwa hiyo kocha yeye pia aliweza kuambia kwamba yeye hatakuwa tayari kuelekea katika msimu ambao ulikuwa umeanza. Viongozi wa Gaborone walikuwa kama vile wamepigwa na butwa kuona kwamba imekuwaje kocha huyu kusema kwamba hatakuwa katika mipango kuelekea msimu huu ambao ulioanza. Kwa hiyo viongozi wa Gaborone wakasema kwamba huenda ikawa leo hayuko sawa. Wakajaribu kumwacha, na kikao hiko siku ya jana kilienda pasipokuwa na mafanikio yote, kuona labda jinsi gani wameweza kuzungumza na wakafikia makubaliano. Lakini leo asubuhi kikao hicho kiliendelea katika ofisi za klabu hiyo ya Gaborone hapa nchini Botswana. Lakini mbali tu na kuanza kwa kikao hicho, kabla kuanza kikao hicho hapa nchini Botswana, kocha alichelewa kufika kwenye kikao hiko. Kikao kilikuwa kinatakiwa kuanza majira saa 2 asubuhi kwa hapa nchini Botswana, na matarajio ya kikao hiko kiende kuisha mpaka pale majira ya saa 7. Hivi ninapozungumza na wewe hapa nipo karibu kabisa na ofisi hizi za ofisi za klabu ya Gaborone, na kinachoendelea huko ndani ni mvutano kweli kweli. Unaweza kujiuliza, mpira umekuwa ni mpira wa vita. Kocha ameweka mipango kwamba yeye hatakuwa tayari kuendelea, na uongozi wa Gaborone wamesema kwamba sawa, inatosha. Leo baada ya kikao hicho kumalizika kwa ndani na kupata kwa mwafaka, uongozi wa Gaborone wakachukua taarifa kusema kwamba wamemwaga rasmi Dimitar Pantev, raia kutoka Bulgaria. Amezaliwa mwaka 1976 tarehe 26 mwezi wa 6 akiwa na umri wa miaka 49. Ni mmoja kati ya makocha waliokuwa na historia nzuri sana soka la Afrika. Ni mmoja kati ya makocha waliokuwa na falsafa ya kutumia mfumo wa 4-3-3, kwa maana kwamba mabeki wa 4 na viungo wakati ni 3 na washambuliaji ni 3. Kwa hiyo kutoka hapa nchini Botswana, hali tu iliyokuwa ikiendelea na kumkabili kocha huyo Dimitar Pantev kwamba tayari ameshaweza kumalizana na klabu hiyo ya Gaborone United, na rasmi sasa baada tu ya kikao hicho kumalizika, alipata wasaa wa kwenda kuzungumza na wachezaji wa Gaborone na wao kuweza kukaa chini na kumuaga rasmi. Kwa hiyo Dimitar Pantev sio kocha tena wa Gaborone, na yeye ameshaachana na kazi hiyo. Hapa sasa ndio inakuja ile dhana ya kusema kwamba klabu kutoka hapo nchini Tanzania, Simba, kwamba wameshaweza kukamilisha usajili huo. Mmoja kati ya taarifa kutoka kwa mtu wake wa karibu kocha huyo Dimitar Pantev amenieleza kwamba kocha ameshamalizana na klabu ya Simba tangia siku 3 nyuma, kabla ya hivi vikao vinavyoendelea katika ofisi za klabu ya Gaborone. Kwa hiyo unapata picha kocha Dimitar Pantev kwamba ameshaweza kumalizana na klabu ya Simba siku 3 nyuma. Kwa hiyo Simba wataenda kumtangaza kocha huyo, na Gaborone wameweza kuachwa solemba. Naweza nikatumia lugha hii kama huko Tanzania mnavyozungumza. Na ukimtazama kocha mwenyewe ukiangalia taswira yake ana hali gani
ya kuja ndani ya klabu ya Simba. Tumeona baadhi ya makocha ambao wamepita ndani ya klabu ya Simba. Tumeona wengi wakazungumzia kwamba kocha ana mifumo ya kocha ambaye aliyopita Fadlu Davis. Ni kocha ambaye mwenye falsafa nzuri sana. Kwanza leseni yake ya ukocha ni UEFA A license, kwa maana kwamba itampa majukumu ya kukaa katika benchi la ufundi, lakini pia kutokana na leseni yake ya ukocha ni kocha mwenye viwango vikubwa kwelikweli. Kuna baadhi ya watu hapo nchini kwenu Tanzania kumekuwa na ile dhana ya kusema kwamba kocha aliyeondoka na kocha huyo ambaye anayeenda kuifundisha klabu hiyo ya Simba ni kwamba si kocha atakayeweza kutosha kuvaa viatu vya kocha aliyeondoka. Mimi niseme tu kitu kimoja, labda niondoe wasiwasi, si kana kwamba kocha Dimitar Pantev nampendelea au kwa sababu ni kocha ambaye aliyewahi kuifundisha moja kati ya klabu hapa nchini Botswana. Hapana, ila ni kocha ambaye mwenye falsafa nzuri sana kufundisha soka barani Afrika. Ni kurudisha nyuma kwa historia vilabu ambavyo alivyokuwa akivifundisha kocha huyo Dimitar Pantev. Mwaka 2024 alikuwa kocha mkuu wa Gaborone. Mwaka 24 mpaka 25 kuanzia tarehe 1 na mpaka kufikia tarehe 7 alikuwa ni kocha wa klabu ya Orapa United kama kocha mkuu. Victory United mwaka 23-24. Vilabu vyote hivyo ambavyo ndivyo kutajia hapo, kuanzia Gaborone, Orapa United, Victoria United, FC Johansen, Victoria United na Flamingo KCA Manager, na moja kati ya vilabu ambavyo alivyowahi kuvifundisha ni H16 Sports Club. Kuanzia klabu ya Orapa United mpaka klabu ya Victoria United, vilabu vyote hivyo alikuwa kocha mkuu wa vikosi hivyo viwili. Na timu hizo mbili zote amewahi kuipatia mataji pindi pale alipokuwa kocha wa kuifundisha vilabu hivyo. Klabu ya FC Johansen alikuwa ni meneja, kwa maana kwamba alikuwa ni kocha. Alishika nafasi ya pili kwa ligi pale nchini Burundi. Alishawahi kufundisha moja kati ya klabu pale nchini Burundi. Kwa hiyo ni kocha ambaye mwenye falsafa ya kwenda kila klabu atakayeweza kuifundisha huwa ana desturi yake kwamba hawezi kuifundisha klabu pasipokuwa na matarajio kuweza kuwakabidhi kombe ama kushika nafasi nzuri kuelekea katika michuano ya kimataifa, kwa maana kwamba klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ni kocha ambaye ni mzuri sana, mwenye falsafa. Mpira wake wa kasi ni mpira wake wa utulivu, ila tu Watanzania wengi wamekuwa na wasiwasi kutokana na vile ambavyo alivyokuwa amejiweka. Dimitar Pantev ni kocha, naweza nikasema kwamba lugha moja hapo nchini Tanzania huwa mnapenda kuizungumza ni lugha ya msela. Ukimwangalia Dimitar Pantev unaweza kusema kwamba huyu si kocha, ni msela, kutokana na matatu ambayo alikuwa amejichora katika mwili wake. Lakini kiutendaji kazi pamoja na ubora wake katika eneo la uwanja, hakika kabisa naona Simba wameenda kumsajili kocha mwenye viwango vya hali ya juu. Ni kocha ambaye ataenda kuwasaidia. Kama Watanzania wananisikiliza hapo nchini kwenu Tanzania, basi naomba hili waweze kulinukuu. Watakuja kunishukuru hapo baadaye na kusema kwamba moja kati ya waandishi wa habari kutoka nchini Botswana aliwahi kulizungumza kwa njia hiyo kwa upana zaidi, kwamba Dimitar Pantev atakuwa ni kocha mzuri sana na ataenda kuwasaidia. Na baadhi tumeona baadhi ya wachezaji wa hapo Botswana hakufurahishwa na kocha kuondoka. Baadhi wachezaji wamepokeaje kufanya taarifa hizo, na jinsi ulivyopitia taarifa kwa kina kuhusiana na mchezaji huo, na ulizungumza kwamba uko karibu kabisa na makao makuu ya timu ya Gabon? Ni kweli kabisa, kwa sababu hata ukijaribu kutazama kwa wachezaji ambao alikuwa amejaribu kuwafundisha, ulivyokuwa unakitazama kikosi cha Gaborone United, ni kikosi ambacho kimeundwa kwa miaka kadhaa tu. Pindi pale alipokuwa amepewa mkataba wa kuifundisha Gaborone United, kulikuwa na kikosi tofauti na wachezaji waliokuwepo kwa hivi sasa, kwa sababu kocha Dimitar Pantev
alipokuwa amepewa kibarua cha kuweza kuifundisha Gaborone, aliweza kuwasajili wachezaji anaowahitaji yeye, na ndio hawa wachezaji ambao wameipa mafanikio makubwa sana kikosi hiko cha Gaborone. Kwa hiyo wale wachezaji ambao walikuwa wamesajiliwa na kocha Dimitri Patev, kwa hiyo ni kama vile wameingiwa na wasiwasi na kuona kwamba hawatakuwa na uhuru. Wamekuwa na majonzi baada ya kuona kocha wao ameenda kuaga. Hakika kabisa kutakuwa na mmongonyoko kwenye kikosi hiko kutokana na aina ya wachezaji aliokuwa akijaribu kuwasimamia. Na moja kati ya silaha ambayo anayokuwa akiitumia kocha Dimitri Patev, raia kutoka Bulgaria, kwanza nidhamu. Ni kocha ambaye mwenye msimamo sana, nidhamu. Unaweza kumuona alivyokuwa amejichora mwili mzima matatu, unaweza kusema kwamba huyu ni msela, nidhamu hana. Lakini ni moja kati ya silaha ambayo huwa anaitumia mara kwa mara na kuambia wachezaji wake kipindi kile alipokuwa kile kikosi hiko cha Gaborone, kuambia kwamba nidhamu kila mchezaji itakuwa ni sehemu ya wewe kupata nafasi kuelekea katika kupangwa kwa kila mechi. Kama mchezaji hautakuwa nidhamu, basi Dimitri Patev alikuwa na tabia ya kuwaweka benchi wachezaji wasiokuwa na nidhamu. Hilo pia lilikuwa likiwasumbua sana kwa baadhi ya viongozi wa Gaborone pale ambapo alipokuwa akifundisha kikosi hiko cha Gaborone. Mwanzoni walikuwa wanaona kama ni kocha ambaye mwenye kuivuruga timu. Walikuwa bado hawajaweza kumuelewa mipango na mikakati aliyokuwa nayo. Baada kuja kumuelewa kocha Dimitri Patev na kuona kwamba kumbe kocha ana nia nzuri na kuona labda ana mipango mizuri ya kuifundisha klabu hiyo ya Gaborone. Leo tunaona matunda ya Gaborone. Ni mabingwa watetezi ligi kuu ya Botswana na wameweza kupata endorsement, kwa maana kwamba wadhamini wakubwa. Benki kuu ya Gaborone, benki inaweza kuwadhamini Gaborone. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa miaka hivi karibuni mpaka pindi pale kocha Dimitri Patev alipokuwa amepewa kijiti hiko ya kuifundisha klabu ya Gaborone, wamekuwa wamejaa wadhamini. Wamejaribu kuwarudisha wale mashabiki waliokuwa wakishangilia klabu hiyo ya Gaborone. Tumeona baadhi ya makocha wakitoka timu zao, tunaona wanatoka na wachezaji wao, na tumeona sasa, sijajua kama mwandishi umemfuatilia sana kocha huyu, na sijua safari zake alikotoka, tunaona hana historia ya kuondoka na wachezaji wake. Inawezekana akaondoka na wachezaji wake, lakini sio kwa hivi karibuni, kwa sababu ligi ndo kwanza imeanza na dirisha la usajili kwa hapa nchini Botswana na pia limefungwa. Itakapofika mwezi wa pili mwakani 26 ndio kutakuwa na dirisha la usajili. Kwa huko Tanzania ni mwezi wa kwanza Januari, kwa maana kwamba kutakuwa na dirisha dogo la usajili. Kwa utaona hapo ni utofauti. Huku kutakuwa na mwezi wa pili, huko Tanzania kutakuwa na mwezi wa kwanza. Kwa hiyo kidogo utakuwa na msigano. Naweza ngazungumza lugha hiyo kwa lugha nyepesi. Na ukijaribu kutazama wachezaji aliokuwa nao karibu zaidi ni wachezaji watatu. Nawezekana hawa anaweza kaondoka nao, kwa sababu hata wachezaji wenyewe wameonesha ile hali ya kuto kufurahishwa na maamuzi ambayo alikuwa ameyachukua kocha Dimitri Patev. Kwa hiyo kikosi cha Simba inawezekana wachezaji hawa watatu, dirisha dogo la usajili, inawezekana wakaenda kusajiliwa na klabu hiyo ya Simba kutoka hapo nchini Tanzania. Mimi nikushukuru sana ndugu. Mimi nakushukuru sana hapo Tanzania. Wape habari na sisi tutaendelea kuwapa ripoti kutoka hapa nchini Botswana, na kama kutakuwa na swali lingine lolote utanitafuta hapo baadaye. Hakika nitakupa ushirikiano mkubwa sana. Nikutakie mchana mwema.